Okay, moja kati ya story ambayo inazungumzwa kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii ni hii story ya kumhusu Hamisa Mobeto pamoja na Azizi Ki. Kama tunafahamu vizuri, Azizi Ki alishawahi kuchezea klabu ya Young Africans, lakini pia baadaye akaenda kuchezea klabu ya Uarabuni huko, umeelewa vizuri. Lakini sasa hivi tumemwona Azizi Ki ameweza kurudi tena kwenye msimu huu ambao umeanza wa ligi kuu. Azizi Ki amerudi tena kwenye klabu ya Young Africans. Sasa watu wanajaribu kuweza kuconnect dot na kusema kwamba hivi ni kwa sababu gani Hamisa Mobeto hajaonyesha kumpongeza ama kumuishi best of luck, best of wishes mume wake Azizi Ki mara baada ya kuweza kurudi Yanga. Lakini hayo ni maneno ya waje ambayo wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii. Na by the way, wanasema hivyo kutokana na kwamba haoni ule ukaribu ambao alikuwa nao Hamisa Mobeto na mume wake Azizi Ki kama jinsi ulivyokuwa mara ya kwanza. Sasa watu wajaribu kusema kwamba huenda hawa watu watakuwa wamehitalifiana ama wamegombana, vitu kama hizo. Sasa mnaambiwa kwamba za ndani kabisa inasemekana ndugu yetu Azizi Ki anataka kuweza kuoa mwanamke wa pili, na hii ndiyo ambayo inapelekea sababu ya Hamisa Mobeto kutokuweza kumpongeza ama kuweza kumpa best of wishes ya yeye Azizi Ki kuweza kurejea tena kwenye klabu ya Young Africans. Sasa ambazo zinasemekana za ndani kabisa uvunguni kule ni kwamba ndugu yetu Azizi Ki anatarajia kuweza kuoa mwanamke wa pili, na huyo mwanamke wa pili ni mwanamke wa Kitanzania. Sasa inaonekana kwamba Hamisa hajaridhika na hii hali ambayo anataka kuifanya Azizi Ki kuweza kuongeza mwanamke mwingine wa pili. Kama unavyojua bongo bana, kwenye upande wa comment section kule ndani, ukiingia kwenye upande wa IG, watu wengi wajaribu kusema kwamba malipo ni hapa hapa duniani, kwa sababu kabla ya Azizi Ki kuweza kuwa kwenye mahusiano na Hamisa Mobeto, kuna mwanamke ambaye alikuwa yupo kwenye mahusiano na Azizi Ki, na yule mwanamke alikuwa ameweza kuzaa na Azizi Ki, umeelewa vizuri, na ikawa inasemekana kwamba Hamisa aliweza kumuiba Azizi Ki kwa huyu mwanamke, na by the way pia alikuwa anamzungumzia maneno ambayo ni ya kimaboko, umeelewa vizuri. Sasa kwenye comment kule, baadhi ya watu wakisema kwamba malipo ni hapa hapa duniani, lakini pia wengine wakisema kwamba ambacho ameokifanya Hamisa kwa ule mwanamke, maybe marejesho yake hivi ndivyo jinsi ambavyo yanamrejea Hamisa. Lakini pia baadhi yao pia wakisema kwamba dada yetu Hamisa hana bahati na vitu kama hizo. Lakini tu si kwa comment mbaya, kuna comment nyingine ambazo ni za ukweli kujaribu kusema pia, ama ni za kusifia, kusema kwamba Mungu ampe roho wa subira na kuvumilia, umeelewa vizuri. Sasa to be honest, kwa upande wangu mimi niweze kusema kwamba Hamisa tunafahamu kwamba alifunga ndoa ya halali kabisa na Azizi Ki. Kwa sisi ambao labda tunasema tuone ukaribu wao wa mara ya kwanza na sasa hivi ni vitu viwili tofauti, mimi niseme kwamba mambo ya ndoa tuachie wenyewe wenye ndoa zao. Masuala ya kusema kwamba sijui anakuja kuongeza mke wa pili na vitu kama hizo. So kama ndugu yetu Azizi anataka kuweza kuongeza mke wa pili, mimi naweza nikasema kwamba si dhambi na si kesi, ni kiasi tu cha yeye mwenyewe Hamisa kuweza kukaa chini na mume wake na kukubaliana, then mambo mengine yaendelee. Sasa ndio watu wakawa na connect dot, huenda dada yetu Hamisa hajaweza kumpongeza Azizi kwa sababu hii taarifa ya kuweza kuongeza mwanamke wa pili huenda ikawa itakuwa imemshtua kwa namna moja ama nyingine. Na taarifa hii ameitoa Juma Lokole, so nitakuwekea video hapa uweze kuitazama, alafu uniambie mtazamo wako ni upi juu hii post ambayo tumekuwekea. Kwa hiyo hapo, kama nyinyi watu wazima mtakuwa mshaelewa, Azizi Ki anataka kuoa tena. Mpo na mlikuwa mnauliza mbona Azizi Ki hajapongezwa na Hamisa kwenye swala la Yanga. Azizi Ki anataka kuoa mke mwingine. Inasemekana Azizi sasa hivi ipo mbio mbio kumuoa binti wa Kitanzania mwingine. Tuendelee. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.